Nashukuru sana kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye bajeti ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Kiuhalisia mambo mengi sana yamezungumzwa hapa, na mimi naungana na watu wote ambao wanampongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea waziri ambaye yuko active, na maanisha Dr. Gwajima. Nikisema waziri yuko active, tunajua watu wote si ni mashahidi kwamba jambo lolote likitokea linalohusu jamii yetu utamuona Gwajima yuko fronti nalo, liwe kwenye mitandao ya kijamii, liwe ni jambo la mtaani, utaona yuko nalo. Na kupongeza sana Mheshimiwa Waziri kwa kazi kubwa unayoifanya. Na mimi nitachangia mambo machache sana kwa sababu mambo mengi yameshazungumziwa. La kwanza, nitaanza na 10% ya mikopo ambayo inatakiwa kutolewa kwenye halmashauri zetu. Tunajua kwamba serikali iliamua kupeleka mikopo kwenye mabenki ili kulinda pesa. Watu wengi walikuwa wanakopa na kuondoka na pesa bila kurudisha, lakini bado kumekuwa na changamoto kubwa kwenye elimu ya wajasiriamali wetu kuhusiana na namna ya kuzifuata hizo pesa katika taratibu za benki. Benki na taratibu zake za kulinda pesa, na wananchi wetu kuzifikia hizo taratibu imekuwa ni kazi ngumu sana. Hivi ninavyokuambia mimi mwenyekiti, jimbo la Kigoma mjini kuna makundi zaidi ya 25 waliandikwa na wakafuata taratibu zote tangu mwezi wa kwanza mpaka leo hii bado hawajapata pesa yoyote kwenye makundi yao. Lakini kuna wengine waliomba milioni 5 alafu wakapewa 500,000. Hii tafsiri yake ni kwamba hiyo pesa haiwezi kwenda kufanya hiyo biashara ambayo hicho kikundi au huyo mtu alikuwa ameenda kuitarget. Kwa nakuomba sana Mheshimiwa Waziri, nenda fronti na watu wako, nenda fronti benki, waambie hizi pesa ni za serikali, hizi sio pesa za benki, watu waweze kupewa hela zao, waweze kufanya biashara. Lakini lingine ni kuhusu wanaume. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara hii imejikita zaidi kwenye kutetea wanawake, lakini tunapozungumzia maendeleo ya jamii tunazungumzia jamii nzima kwa ujumla, tukiwemo wanaume. Sasa leo nitakwambia mwenyekiti, na naomba Mheshimiwa Waziri ufungue masikio usikie vituko tunavyofanyiwa wanaume na wanawake. Elimu nyingi imekuwa ikitolewa, hata vipindi vya redio. Ukisikia vipindi vya redio, elimu vinazoitoa ni kama vinawafundisha wanawake waende wakapambane na wanaume kwenye nyumba zao. Lazima mjue wanaume wako humu ni mashahidi. Wanaume tunaoa wanawake kwa namna ambavyo tunataka sisi, kwa sababu sisi hatuolewi, sisi tunaoa. Kuna mwanaume anaoa mwanamke anayetaka huyo mwanamke aajiriwe, yeye afanye kazi na mwanamke afanye kazi, na kuna mwanaume hataki mke wake aajiriwe na bosi kwa sababu anakuwa na wasiwasi kwamba hizi taarifa ongezisubiri kwa granada. Taarifa mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mary Masanja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe taarifa mzungumzaji. Vivyo hivyo na wanawake hatuolewi tu hivi hivi, isipokuwa tunaolewa na mtu ambaye tumemhitaji. Mheshimiwa, unaipokea taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, haya ndo mambo ambayo naenda kuyazungumzia huko mbele. Kama mwanaume anaongea na wewe unaongea, tafsiri yake taarifa mwenyekiti. Taarifa mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba ulinde muda wangu kwa sababu nina mengi ya kuongea. Naomba ulinde muda wangu. Taarifa zao zipokee. Naomba ulinde muda wangu. Na wao wavumilivu. Wakati wanaume tunasemwa, huwa tunataka kuvumilia. Na wao wavumilivu. Taarifa mwenyekiti. Taarifa, naomba utulivu tafadhali. Mheshimiwa, naomba, siwezi kumsikia anasema nini kama mtakuwa mnaongea. Mheshimiwa, naomba uendelee. Taarifa mwenyekiti. Taarifa mwenyekiti. Taarifa.
Pointi hapa. Waheshimiwa wabunge, nimesema mnaongea sana, sikusikia nini anasema. Kwa hiyo taarifa unayoomba sijajua ya nini, naomba aendelee kuongea ili niweze kuelewa.